Habari yako mtazamaji wa chaneli yetu ya Moyo wa Malezi. Karibu tena kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, ambapo leo tunakuletea majina 30 mazuri ya watoto wa kike yanayoanza na herufi A pamoja na maana zake, ili uweze kuchagua jina litakalogusa moyo wako na maisha ya mtoto wako milele. Mzazi, kuna wakati unamtazama mtoto wako na kujiuliza, nitamuita jina linalobeba ndoto zangu zote kwake? Jina si tu sauti, ni utambulisho, ni historia na ni baraka. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili yako, kwa ajili ya familia yako na kwa ajili ya watoto wako. Karibu tuanze, twende tukaangalie majina mazuri ya watoto wa kike yanayoanza na herufi A. Karibu na tuanze. Jina la kwanza ni Aisha. Maana ya jina Aisha ni aliye hai. Kwa hiyo ukimuita mtoto wako Aisha, unamaanisha kwamba atakuwa hai na maisha yake yatakuwa hai. Jina la pili ni Amina. Amina maana yake ni mwaminifu. Unapomuita mtoto wako Amina, unamwandaa kuja kuwa mtoto mwaminifu. Jina la tatu ni Asha. Maana ya jina Asha ni tumaini. Unapomuita mtoto wako Asha, maana yake unaweka matumaini katika maisha yake. Jina la nne ni Ana. Maana ya jina Ana ni neema. Unapomuita mtoto wako Ana, maana yake unamwandaa kuwa mtoto mwenye neema katika maisha yake. Jina namba 5 ni Aya. Maana ya Aya ni muujiza. Unapomuita mtoto wako Aya, maana yake atakuwa na maisha yenye miujiza na Mungu anakuwa anamsaidia kuonyesha miujiza katika maisha yake. Jina namba 6 ni Angela. Unapomuita mtoto wako Angela, maana yake umemwandaa kuwa mjumbe wa Mungu, kwa sababu Angela maana yake ni mjumbe wa Mungu. Jina namba 7 ni Asia. Maana ya Asia ni mwenye kujali. Mtoto anapoitwa Asia, maisha yake yanakuwa ni ya kujali na kuwajali watu wengine. Jina namba 8 ni Anisa. Anisa maana yake ni rafiki wa karibu. Unapomuita mtoto wako Anisa, maana yake atakuwa ni rafiki wa karibu katika maisha yake na maisha ya watu wengine. Jina namba 9 ni Alia. Maana ya jina Alia ni aliyeinuliwa. Unapomuita mtoto Alia, maana yake unamwandaa kuinuliwa na Mungu. Jina namba 10 ni Amara. Maana ya jina Amara ni neema ya milele. Mtoto anayeitwa Amara anakuwa na neema katika maisha yake. Jina namba 11 ni Ariana. Maana ya jina Ariana ni mtakatifu na msafi. Unapomuita mtoto wako Ariana, maana yake atakuwa ni mtakatifu na atakuwa ni msafi, maisha yake yako katika hali ya usafi. Jina namba 12 ni Ariera. Maana ya jina Ariera ni simba wa Mungu. Unapomuita mtoto jina Ariera, maana yake anakuwa simba wa Mungu, anakuwa ni kiongozi, anakuwa anategemewa na watu. Jina namba 13 ni Anaya. Maana ya Anaya ni mwenye huruma. Mtoto anayeitwa Anaya anakuwa na huruma, anahurumia watu wengine, maisha yake yanakuwa ni ya huruma. Jina namba 14 ni Amani. Unapomuita mtoto wako Amani, maana yake anakuwa na amani na utulivu, kwa sababu maana ya jina Amani ni amani na ni utulivu. Jina namba 15 ni Adela. Maana ya Adela ni mtukufu. Mtoto anapoitwa Adela anakuwa mtukufu katika maisha yake. Jina namba 16 ni Afya. Unapomuita mtoto wako Afya, maana yake ni afya njema, maisha yake yatakuwa yenye afya njema. Jina namba 17 ni Atika. Mtoto anayeitwa Atika maana yake ni mzuri, atakuwa mzuri na maisha yake yanakuwa mazuri. Jina namba 18 ni Aila. Maana ya jina Aila ni mwanga wa mwezi. Unapomuita mtoto wako Aila, anakuwa na mwanga katika maisha yake. Jina namba 19 ni Amira. Maana ya Amira ni malkia. Huyu Amira ukimuita mtoto jina hili,
anakuwa kama malkia maisha yake. Jina namba 20 ni Aziza. Maana ya Aziza ni mpendwa. Unapomuita mtoto wako Aziza, unamwandaa kupendwa na watu na kupendwa na Mungu. Jina namba 21 ni Aurelia. Maana ya Aurelia ni dhahabu. Unapomuita mtoto wako Aurelia, maisha yake yanakuwa mazuri yenye thamani kama dhahabu. Jina namba 22 ni Alina. Maana ya Alina ni mwanga. Kwa hiyo utakapomuita mtoto wako Alina, maisha yake yatakuwa yenye mwanga bora. Jina namba 23 ni Alin. Alin maana yake ni mpole. Kwa hiyo unapomuita mtoto wako Alin, atakuwa mpole, maisha yake yatakuwa ya utulivu. Jina namba 24 ni Abil. Maana ya Abil ni harufu nzuri. Kwa hiyo ukimuita mtoto wako Abil, atakuwa na maisha mazuri. Jina namba 25 ni Ashura. Maana ya jina hili ni jina la Kiislamu lenye umuhimu. Kwa hiyo ukimuita mtoto wako Ashura, atakuwa na umuhimu katika maisha yake. Jina namba 26 ni Alesha. Maana ya Alesha ni mwenye kulindwa. Kwa hiyo ukimuita mtoto Alesha, atakuwa mtoto ambaye analindwa na Mungu katika maisha yake. Jina namba 27 ni Anita. Maana ya jina Anita ni neema. Kwa hiyo mtoto akiitwa Anita, maisha yake yanakuwa yenye neema. Jina namba 28 ni Avelin. Ukimuita mtoto Avelin, anakuwa na uzuri wa kipekee. Maana yake jina hili maana yake ni uzuri wa kipekee. Jina namba 29 ni Arwa. Maana ya Arwa ni mrembo. Mtoto anayeitwa Arwa anakuwa ni binti mrembo sana. Jina namba 30 ni Ayana. Maana ya Ayana ni zawadi ya Mungu. Ukimuita mtoto Ayana, maana yake utakuwa kama umepewa zawadi na Mungu. Maana yake Mungu ataendelea kumpa zawadi katika maisha yake. Mzazi, jina unalompa mtoto wako ni zaidi ya chaguo. Ni ujumbe wa maisha unaompa kabla hata hajaanza kuielewa dunia. Ni sauti utakaomuita kwa upendo, kwa furaha, hata kwa maombi. Chagua jina litakalombeba, litakalomwinua na litakalomkumbusha kila siku kuwa yeye ni wa thamani. Kwa sababu kila jina lina nguvu na wewe ndiye unachagua nguvu hiyo iwe nini. Kama umefurahia video hii, tuambie ni jina lipi limekugusa zaidi. Subscribe kwa Moyo wa Malezi ili uweze kupata maudhui zaidi ya malezi yenye kugusa moyo na akili. Bila shaka umejifunza kitu kipya siku ya leo, hivyo usiache kushare video hii kwa wazazi wengine ili nao waweze kujifunza hiki kitu kizuri ambacho wewe siku ya leo umejifunza. Subscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi ili uendelee kuwa mmoja wa familia ya Moyo wa Malezi. Tukutane tena kwenye video nyingine ambapo tutaenda kuonyesha majina ya watoto wa kiume yanayoanza na herufi B. Mungu akubariki. Tukutane tena kwenye video inayofuata. Asante.